Damu ya Yesu ni matumizi ya kiroho kabisa. Damu ya Yesu ni matumizi ya kiroho. Wakati wa toba binafsi, tumia damu ya Yesu kwa maombi. Wakati unatubu makosa yako, tumia damu ya Yesu kwa njia ya maombi. Unaitamka tu, haina haja ya kwenda kuitafuta sio wapi. Unatamka kwa kinywa chako, damu ya Yesu inaendelea kufanya kazi. Wakati wa ushirika wa meza ya Bwana, tunatambua kuwa damu hiyo inatuunganisha na Mungu wetu. Tunaposhiriki damu ya Yesu, tunaposhiriki meza ya Bwana, tunapokunywa kikombe kile, maana yake tunaungamanishwa, tunafanya ushirika na Mungu, tunakumbuka kifo cha Yesu Kristo. Kwa damu hiyo inatupatanisha, kwa damu hiyo inatuunganisha, kwa damu hiyo inatufanya tuwe kitu kimoja sisi na ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Vile vile damu ya Yesu unaweza ukaitumia kwenye maombi ya kufunga. Unaweza ukasema, Bwana Mungu wangu, najua nimetenda dhambi na sikustahili kusimama mbele zako, lakini leo kwa imani ninakiri na kutubu. Nisafishe kwa damu ya Yesu, nipe moyo safi wa kuendelea kutumikia wewe na dhamiri mpya kwa damu ya Yesu. Naomba nianze upya kwa jina la Yesu. Na unaweza kumaliza na amina. Tumia damu ya Yesu katika toba yako kila wakati. Tumia damu ya Yesu, itaachilia uweza na nguvu ya kukusafisha dhambi zako na kukusogeza mbele za Bwana na kuendelea kuwa kitu kimoja. Damu ya Yesu itakupatanisha wewe na Mungu wako. Damu ya Yesu inaweza kukupatanisha wewe na ndugu zako. Damu ya Yesu inaweza kukupatanisha wewe na kampuni yako. Damu ya Yesu inaweza kukupatanisha wewe na huduma yako.